Na kukaribisha katika kipindi kizuri cha Nuru ya Maisha. Leo tuna tafakari inayosema milango mitatu ya ustawi katika maisha. Hiyo milango mitatu unatakiwa uifungue ili uweze kuwa na ustawi katika maisha yako. Ni mimi Mwalimu Peter na kukaribisha hapa Nuru ya Maisha. Hauji kwa bahati wala kwa maombi pekee. Mungu ametuwekea kanuni ambazo mtu akiziishi kwa uaminifu umpeleka kwenye maisha yenye mafanikio, amani na baraka za kudumu. Watu wengi utafuta matokeo, lakini usahau kujenga misingi inayozalisha hayo matokeo wanayoyataka. Ipo milango mitatu muhimu sana ambayo kila mtu anapaswa kuifungua. Kwa lugha nyingine, tafuta funguo za hiyo milango. Fungua hiyo milango, itakusaidia ufikie ule ustawi wa kiroho, kiakili, kijamii na kiuchumi. Mlango wa kwanza ambao unatakiwa ufungue ni huu: nidhamu. Nidhamu ni uwezo wa kujiongoza, kufanya lililo sahihi hata pale ambapo ni gumu. Nidhamu ndiyo daraja linalokuunganisha au linalounganisha ndoto na mafanikio. Unaweza kuwa na elimu nzuri sana, unaweza kuwa na kipaji, unaweza kuwa na mtaji au fursa, lakini ukikosa nidhamu, vyote hivyo vinaweza kupotea. Watu wengi hawashindwi kwa sababu ya kukosa uwezo, hushindwa kwa sababu ya kukosa nidhamu katika matumizi ya muda, fedha, afya, maneno na maamuzi yao. Kiroho, nidhamu hukuwezesha kudumu katika maombi, katika kusoma neno na kuishi maisha matakatifu. Kiakili, nidhamu hukujengea tabia ya kuwajibika na kutimiza malengo. Nikupe mfano huu utakusaidia sana. Joseph au Yusufu alibaki mwaminifu kwa Mungu hata alipokuwa mtumwa na gerezani. Hakuruhusu majaribu wala mafanikio yavunje nidhamu yake. Mwishowe Mungu alimwinua kuwa mtawala wa Misri. Somo la kujifunza: nidhamu ya leo ndiyo msingi wa mafanikio ya kesho. Kile kitabu cha Mithali 25:28 nasema hivi: mtu asiyejitawala ni kama mji uliobomolewa kuta zake. Mlango wa pili: maono. Maono ni picha ya kesho ambayo Mungu anaweka moyoni mwa mtu. Inakupa sababu ya kuamka kila siku na kukabiliana na changamoto. Mtu asiye na maono huishi kwa kufuata mkumbo. Atatumia fedha bila mpango. Atapokea fursa bila kutambua nini anapaswa kufanya. Hufanya maamuzi bila kujua matokeo ya hayo maamuzi. Maono hukufanya uvumilie maumivu ya leo kwa sababu umeiona kesho yako. Mtumishi wa Mungu Nehemia alipewa kazi ya kujenga ukuta wa Yerusalemu. Alikuwa na maono, akaujenga ule ukuta wa Yerusalemu. Alipingwa, alidhihakiwa, alitishwa, lakini hakukata tamaa, kwa sababu nguvu iliyomo ndani ya maono siku zote huwa kubwa kuliko nguvu
ya vikwazo. Nguvu ya maono ni kubwa siku zote kuliko nguvu ya vikwazo au vizuizi. Somo la kujifunza: mtu mwenye maono huona fursa mahali ambapo wengine hawaoni au wanaona matatizo. Kile kitabu cha Mithali 29:18 Biblia inasema hivi, pasipo maono watu huacha kujizuia. Kwa ni mlango muhimu sana wa kuhakikisha unapata funguo zake na unaufungua. Mlango wa tatu ambao ni muhimu sana upate funguo zake, funguo wa mlango utaona mambo makubwa sana, nao unaitwa utii na unyenyekevu. Utajiri wa kweli huanza pale mtu anapokuwa tayari kufundishwa. Utii na unyenyekevu unamwezesha mtu kusikiliza ushauri, kukubali kukosolewa, kukiri makosa, kutubu na kubadilika, kuendelea kujifunza siku zote za maisha. Watu wengi hukosa ustawi si kwa sababu Mungu amewakataa, bali kwa sababu kiburi kimewafanya washindwe kubadilika. Mfano mzuri ni Moses au Musa, ambaye maandiko yanamweleza kuwa alikuwa mnyenyekevu kuliko watu wote duniani. Mungu alimpa jukumu kubwa kwa sababu alikuwa tayari kutii na kujifunza. Kwa upande mwingine, Mfalme Sauli alipoteza ufalme kwa sababu ya kutokutii maagizo ya Mungu. Hii inatupa picha kuwa vipawa na nafasi haviwezi kuchukua nafasi ya utii. Nini cha kujifunza? Mungu huwainua watu wanaokubali kubadilishwa kabla ya kuwabariki. Kile kitabu cha Yakobo 4:6 anasema hivi, Mungu huwapinga wenye kiburi, bali huwapa neema wanyenyekevu. Kwa ni mlango muhimu sana. Nahitimisha kwa namna hii. Ukifungua milango hii mitatu, utaona mabadiliko makubwa katika maisha yako. Ustawi si matokeo ya bahati, ni matokeo ya kuishi kwa kanuni za Mungu kila siku. Kumbuka, Mungu huwapa fursa wengi, lakini huwainua wale wanaojenga tabia. Nidhamu hukufanya udumu, maono hukupa uelekeo, na utii pamoja na unyenyekevu hukufanya ustahili kubeba baraka ambazo Mungu amekuandalia. Waraka wa kwanza wa Petro mlango wa 5 na mstari wa 6 anasema hivi, basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake. Mungu akubariki. Mungu akupe funguo za kufungulia milango hii mitatu. Nenda kafanikiwe. Nenda kaongezeke sana. Amen.